Mwanasheria na rais wa TLS nchini Tanzania amefafanua kuhusu kufika kwa ICC nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kwa mujibu wa maelezo yaliyosambazwa, mchakato wa uchunguzi wa awali wa ICC hauna hatua za maombi rasmi kwa serikali ya nchi husika. Taarifa inaweza kutoka kwa mtu binafsi, vikundi au NGOs. Hapa ni pamoja na shirika la kiraia la ndani ya nchi au nchi wanachama wa ICC au hata nchi isiyo wanachama ikikubali mamlaka ya mahakama hiyo. Mwabukusi alifafanua wazi kwamba hatua hii haihitaji kuombana na kunyimwa visa kama baadhi ya wanavyodai. Na tangu Tanzania ilijiunga na katiba ya Roma ambayo inajulikana kama Rome Statute na kuwa mwanachama wa ICC, umuhimu wa hali kama hii umeongezeka. Serikali imekuwa ikipata shinikizo la ndani na nje kuhusu utendaji wa vyombo vya sheria, hali ya uhuru wa vyombo vya dola na matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Ulimwengu mzima unatazama jinsi Tanzania itakavyoitisha mchakato wa kushughulikia madai ya uhalifu mkubwa. Kwa hiyo ujumbe wa Mwabukusi unaleta mwangaza mpya kwamba mchakato huo hautegemei ruhusa ya serikali pekee na hauwezi kusitishwa na serikali kwa urahisi. Hii ni habari ambayo imeibua mchanganyiko wa matumaini na hofu. Tuangazie taarifa yake kwa undani katika mtandao wa X. Na Boniface Mwabukusi alisema kuwa msipotoshe na vipeperushi feki kuhusu taratibu za ICC. Mchakato wa uchunguzi wa awali unafanywa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ili kutathmini mamlaka ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu, na ni mchakato wa ndani kufanyia kazi taarifa information, wala hauhitaji kuombana na kunyimwa visa kama ifuatavyo. Hatua ya kwanza, kuwasilisha taarifa kwa ofisi ya mwendesha mashtaka OTP. Mtu binafsi, vikundi au mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs vinaweza kuwasilisha taarifa moja kwa moja kwa OTP. Nchi za wanachama au Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pia vinaweza kutumia muktadha. Taarifa hii inaweza kutoka kwa tamko la nchi inayokubali mamlaka ya mahakama. Hatua ya pili, ofisi ya mwendesha mashtaka inafanya uchunguzi wa awali. Hii ni kazi ya ndani bado na wala haihusiani na status au hadhi ya kuhitaji ruhusa ya serikali au viongozi wanaotumia ama wanaotuhumiwa. OTP anatathmini taarifa zote zinazopokelewa ili kuona kama zinakubaliana na vigezo vya Rome Statute. Mchakato huu unahusisha tathmini ya mamlaka ama jurisdiction, ikiwa ICC ina mamlaka juu ya uhalifu huo kitaaluma, kibinafsi, kijiografia na wakati. Uhalali, admissibility, ikiwa kesi ni halali, yani haiwezi kushughulikiwa na mahakama ya kifaa ama ya kitaifa na uzito wa uhalifu. Maslahi ya haki, interest of justice, ikiwa uchunguzi utakuwa ni wa maslahi ya kutenda haki. Hatua ya tatu, mwendesha mashtaka anatoa uamuzi wa kuendelea ikiwa uchunguzi wa awali utagundua kuwa kuna msingi wa kutosha wa kuamini kwamba uhalifu ndani ya mamlaka ya mahakama umefanyika na vigezo vingine vinakubaliana. Mwendesha mashtaka ana jukumu la kuanzisha uchunguzi. Ikiwa mwendesha mashtaka ataamua kuendelea, basi lazima atafute idhini kutoka kwa baraza la awali la mahakama. Hatua zote kuhusiana na changamoto ya Tanzania hazitapitiwa sasa. Hicho ni kipeperushi kinachozunguka kina ukakasi. Ujumbe umeandikwa na Mwabukusi, na huu ndio ujumbe ulioandikwa na mwanasheria ambaye vile ni rais wa TLS Boniface Mwabukusi. Katika kipindi cha karibuni, Tanzania imekuwa ikiangaziwa katika vyombo vya habari vya kimataifa kutokana na tuhuma za ukiukwaji wa haki za binadamu, hasa katika muktadha wa maandamano, mahakama na jeshi la polisi. Vyama vya upinzani vimekuwa vikilatisha ukandamizaji ama vimekuwa vikilatisha kuwa baadhi ya kesi za ukatili, kuingiliwa kwa uhuru wa vyama vya siasa na wabunge na ukandamizaji wa waandishi wa habari hazijatiliwa ipasavyo. Na kama nchi mwanachama wa ICC, Tanzania inapaswa kuwajibika chini ya mkataba wa Roma, lakini ushahidi wa utekelezaji wa haki ya kimataifa umekuwa wa changamoto.
na huku serikali ikidai kuwa ina nguvu za ndani za kutathmini kesi ya uhalifu mkuu bila kuingiliana ama kuingiliwa ama uingiliano wa kimataifa. Ujumbe uliotolewa na Mwabukusi unaonyesha kuwa hakuna njia ya kupiga nyuma ikiwa mchakato ukija kuanza. Kwa mfano, iwapo OTP ya ICC itachukua hatua ya kupata wosia wa kuamini kwamba uhalifu mwingi umefanyika ndani ya nafasi ya mamlaka ya ICC kama vile uhalifu dhidi ya binafsi, uhalifu wa kivita, ukiukwaji wa mkubwa wa ubinadamu, basi Tanzania inaweza kulazimishwa au kutolea kushiriki katika uchunguzi zaidi. Hii inaweza kuwa na athari kubwa kwa mamlaka ya ndani na uhusiano wake wa mfuko wa mahakama ya kimataifa. Ukweli kwamba wananchi wa mashirika ya kiraia wanaweza kuwasilisha taarifa kwa OTP bila idhini ya serikali unachanganya mpangilio wa mamlaka. Hii inawezesha kesi kusogea mbele hata kama serikali haiko tayari kushiriki kikamilifu, na kwa Tanzania hatua hizi zinaweza kuashiria kwamba serikali inaweza kukumbwa na jukumu la kimataifa lisilotarajiwa. Mwabukusi alifafanua kwamba eneo la jurisdiction linahusu uwezo wa ICC kushughulikia kesi ikiwa uhalifu ulifanyika ndani ya nafasi ya mamlaka ya Tanzania, na ikiwa mhusika wa tuhuma kali za kiwango cha kimataifa, na ikiwa kesi haishughulikiwi na mahakama ya kitaifa. Bila shaka hili linabeba matata na swali la wazi: je, vyombo vya kitaifa nchini Tanzania vina uwezo wa uhuru kutosha wa kutosha kushughulikia kesi kama hizo ili kuzuia kuingiliwa kati kwa ICC? Zaidi ya hayo, swala la admissibility linahusisha kama kesi inaweza kusimamiwa na nchi husika au la, na kama kesi ina uzito mkubwa kuamsha kutenda haki. Ikiwa nchi haiwezi kwa sababu ya utata, upendeleo au kushindwa kisheria, basi ICC inaweza kuingia. Kwa Tanzania, hii inamaanisha kuwa mashirika ya kiraia, waathirika na wapinzani wako katika hali ya kusubiri ushawishi wa mchakato huu. Mwisho kabisa, swala la maslahi ya haki linahusisha kelele ya wananchi na waathirika. Kama uchunguzi wa ICC utaendelea, lazima uwe kwa ajili ya kutenda haki kwa wale waliopata madhara, sio kalkulasi ya kisiasa pekee. Kwa Tanzania, hii ina maana kwamba jamii inatarajia ulinganifu katika uamuzi kama mwingine wa hapo nyuma ulipoteza mwitikio wa kutosha. Tukio hili limegeuza jicho la taifa kwa Tanzania katika muhtasari wa kimataifa. Mwisho wa siku, ikiwa ICC taamua kuanza uchunguzi rasmi dhidi ya matukio yanayohusisha Tanzania, hilo litakuwa pigo kwa mamlaka ya ndani na utendaji wa taasisi za afya ya sheria nchini. Serikali inaweza kujikuta kwenye kitovu cha shinikizo la ndani la kimataifa. Kwa upande wa vyama vya upinzani, nadharia hii inachukua nafasi ya mpango wa nguvu ya kisiasa. Kama mamlaka ya nje itashughulikia masuala makubwa ya haki, basi wanaweza kuitisha mikutano ya kimataifa au kutumia mchakato wa ICC kama nyenzo ya kuhamasisha umaarufu. Hii inaweza kusababisha kuzorota kwa mahusiano ya ndani ya vyama vya siasa na pia kusababisha mzozo wa usalama endapo hali itazidi kukolea. Kwa jamii ya kiraia, mjadala umeibuka kuhusu uwazi, ushiriki na haki, na hata wanauliza ni lini utendaji wa nchi utaweza kustahili kuwa na wa kuaminika bila kusukumwa na mahakama ya kimataifa. Kwa waathirika wa ukiukwaji wa haki, ujumbe uliotolewa na Mwabukusi umeongeza matumaini kwamba hawataachwa peke yao. Majibu ya Mwabukusi yaliweka mtandaoni kama sehemu ya mwamko wa kijamii, na baada ya hapo wawakilishi wa NGOs na watu binafsi waliunganisha taarifa na kumbukumbu za matukio ya ndani ya Tanzania: maandamano, wito wa upinzani, kesi za waandishi na wa habari zilizokuwa zikichunguzwa na ripoti za haki za binadamu. Mchakato usajili wa taarifa kwa OTP uliratibiwa bila shaka rasmi ya serikali kama Mwabukusi alivyofafanua. Katika hatua iliyofuata, inaonekana kwamba baadhi ya mashirika ya kiraia yamejizatiti kuchunguza ikiwa kesi nchini Tanzania hazijachukuliwa hatua ya kutosha. Hii inamaanisha kuwa Tanzania inaweza kuwa imeshindwa kuendeleza kesi za kitaifa ambazo kama hakitafanywa zinaweza kufunguliwa kimataifa.
Kwenda mbele, ikiwa OTP itahitimisha kwamba kuna msingi wa kuamini uhalifu mkubwa umefanyika ndani ya mamlaka ya Tanzania na kwamba mahakama ya Tanzania haikuweza kukabiliana nayo kikamilifu, basi hatua rasmi uchunguzi wa ICC inaweza kuanza. Kwa wakati huo, Tanzania itahitaji kukabiliana na mbinu mbili: kuhakikisha haki ya ndani inatekelezwa au kukubali ushiriki katika kesi ya kimataifa. Na tukio hili limechochea mjadala wa kimsingi kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Sehemu ya mjadala inaelekeza kwamba kama mamlaka za ndani hazitakuwa na utendaji wa kutosha, basi mahakama ya kimataifa itakuwa suluhisho la mwisho. Hata hivyo, hilo linakuja na hatari ya uhuru wa taifa na ushawishi wa nje. Katika kipindi kifupi, ikiwa Tanzania itaona kwamba haki ya ndani imeshindwa, inaweza kukumbwa na msukosuko mpya wa kisiasa ambao unaweza kuathiri uchaguzi ujao, mahusiano ya serikali na vyama vya upinzani na hata ushirikiano wa kimataifa. Na kwa wanaharakati na waathirika, basi ni fursa ya kushinikiza mabadiliko ya kiutendaji katika vyombo vya sheria. Na katika picha kubwa zaidi, ujumbe ulioandikwa na Mwabukusi umekuwa mwangaza wa onyesho la jinsi mfumo wa kimataifa na wa haki unavyoweza kuingilia matukio ya ndani ya nchi unaweza kuingilia matukio ya ndani ya nchi. Na kwa Tanzania, hii inaweza kuwa mwamko wa kujenga vyombo vya nchi kuwa imara na kuanguka chini ya uzito wa kesi za uhalifu wa kimataifa. Tanzania iko katika hatua ya kukumbatia au kukumbwa na mabadiliko ya kisiasa na kisheria. Jinsi serikali, vyama vya upinzani, vyombo vya sheria na raia watakavyoshirikiana kujenga utawala wa kisheria utaamua ikiwa jibu litakuwa la kujenga au la kugushi. Kwa taifa hili linalosubiri majibu, njia imebaki wazi: au kujenga vyombo vinavyoaminika na vya ndani vya kusimamia haki au kuweka sura ya taifa ambalo kesi zake za ndani zitasogezwa mbele kwa mahakama ya kimataifa. Kwa hakika, nchi iko miongoni mwa mapambano ya kihistoria, na ushahidi wa sheria ya kimataifa au uhalali wa mamlaka ya nchi unategemea hatua zinazofuata. Tanzania haitasaulika katika mwaka huu kwa sababu ya sauti ambayo ilitolewa kupitia mtandao wa kijamii, ikitoa funzo kwamba hata ujumbe mmoja wa kidijitali unaweza kuzungusha mchakato mkubwa wa kimataifa wa haki.